Ndio kiapo. Enondo mekia mamo na mandani. Lango ikajorai. Sasa hapo ngeta. Bibi ya kienda kateshwa nendai oh itu Pak itu siapa untuk kooperatif pinggir kondisi kana tuambete laisu kana con ese regalo. Eso. Itu aja now. Zaidi ya 100. Nasema hii siku ya leo niko hapa ili niungane na wazazi wale wengine ambao wako kule Nairobi wakikumbuka hao watoto wetu ambao walipigwa risasi, na ile ninataka kusema ya kwamba katika nchi yetu Kenya inasema ya kwamba wale wote ambao tuko siku ya leo tuko katika maandamano, naomba tafadhali tukue na maandamano ya usalama, na ninaomba sana tafadhali mapolisi wa Kenya msipige watoto wetu marisasi, kwa sababu wakati ule wa mwaka wa 2024 kama mimi mzazi ambao kijana wangu alipigwa risasi nililia sana, nilipatwa na huzuni mpaka siku ya leo. Naomba tafadhali polisi wa Kenya msipige watoto wetu tena marisasi, kwa sababu najua inakuanga ni uchungu sana. Na nyinyi mapolisi hata pia nyinyi ni wazazi. Naomba tafadhali msijaribu kupiga watoto wetu marisasi tena. Wacheni watoto wetu wafanye maandamano kwa usalama na wakuwe na usalama, na tumalize maandamano kwa usalama. Naomba tafadhali mapolisi. Ile kitu kingine nataka kusema ni ya kwamba mwaka wa 2024 ukiangalia katika magazeti yetu kuko na vijana wale 7 waliwekwa kwa magazeti
na tukaambiwa wazazi watalipwa na wazazi wakakuwa wale watoto waliuliwa ni wengi sana. Ninataka kusema siku ya leo, mimi nikiwa mmoja wa wale ambao kijana wangu aliuliwa, mpaka wa leo hakuna pesa hata tumelipwa na serikali. Lakini haja yetu sio tulipwe pesa. Mtoto hawezi linganishwa na pesa. Ama maisha ya watoto iwezi kalinganishwa na pesa. Naomba tafadhali wale wanasema ambao serikali inasema kwamba tumelipwa pesa, hakuna kitu tumelipwa. Nikiangalia katika news jana, tunaambiwa ya kwamba wale watoto waliuliwa 114 sasa wamelipwa. Mimi nikiwa mmoja wao, hakuna pesa hata moja tumelipwa. Kwa hivyo naomba kama serikali inalipa wazazi pesa, tuambiwe ni kina nani wamelipwa pesa, na ninaomba ya kwamba kama inawezekana wawekwe katika magazeti tujue ni kina nani wamelipwa pesa, kwa sababu mpaka saa hii hakuna kitu tumepata. Lakini haja yetu sio pesa. Kama hiyo pesa wanasema wanatulipa, haiwezi kulinganishwa na maisha ya watoto wetu. Kwa hivyo sio ati tulipwe pesa. Haja yetu ni kwamba kama Wakenya tumeamka na tunataka kitu fulani ifanywe, serikali tafadhali naomba mkuwe mnatusikiza. Sio kuua ama kusema ati mtalipa watu pesa. Hapana, tunataka haki ipatikane. Tunataka justice. What we need in Kenya is only justice. Hatutaki mambo ya kupigana ama watoto kuuliwa. Kwa hivyo naomba tafadhali Wakenya, saa hii mahali tuko sisi sote tutulie, tufanye maandamano ya usalama, na hatutaki tusikie watoto wameuliwa. Hatutaki kabisa. Naomba na ninaomba tena, tafadhali hatutaki vita Kenya. Asante. Kwa na mabujali zake huko Nairobi, ni kijana alikuwa wa kutegemewa sana, ni kijana alikuwa mzuri, na vile hata alitoka akaenda huko maandamano hatujui kwa maana, lakini baadaye nikajua alikuwa anapigania justice. Ama alikuwa anapigania ili tupate haki yetu, kwa sababu hiyo katiba Wakenya walikuwa wameikataa, na ndio sababu alijitokeza na akaenda maandamano ndio tupate haki. Hapo ndipo aliuliwa pale parliament, kwa sababu alikuwa tu na maji na simu, alikuwa tu anasherehekea, hata wale wanamuonanga kwa media zote. Ni kijana alikuwa mtulivu, na ni kijana hakukuwa na mambo mingi.